وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق نرجو بها النجاة يوم القيامة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهرها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فطوبى لمن وجد في يديه مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وويل لمن وجد في يديه مفاتيح للشر ومغاليق lilkhair. Ndugu zangu Waislamu, na wahusieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumuogopa Mwenyezi Mungu. Falaqad faza almuti'u almuttaqi wa khasira almudhnibu alshaqi wa halaka al'asi almu'tadi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hakika amefaulu yule ambaye anayemtii Mola wake na akamuogopa Mola wake, na yumo ndani ya khasara al-asi al-mu'tadi, yule anaendelea kumaasi Mwenyezi Mungu wala hachoki. Wa halaka al-asi al-mu'tadi, ameangamia yule anayemwendelea kumaasi Mwenyezi Mungu miaka na miaka, na umri wake unakatika, bado yuko pale pale, wala haoni kwamba anakaribia kuondoka duniani. Ndugu zangu Waislamu, khutba yetu ya leo itahusiana na umuhimu wa Muislamu kukimbilia katika kuwasaidia Waislamu wenzake na binadamu wenzake. Hakuna jambo ambalo leo limegurwa katika umma ambayo imehamwa kama jambo la kuwasaidia watu, na hili jambo lina fadhila kubwa sana. Waislamu, umri wetu tulokaa hapa wengi tumekaribia mwisho wa dunia tena. Sisi wengi tulokaa hapa, umri ambayo tumeshatumia ni nyingi kuliko ile ambayo imebakia. Tumebakisha muda mdogo kuondoka duniani, lakini kila mmoja wetu alokaa hapa, illa man rahima Allah, anajifikiria yeye tu nafsi yake, anafikiria mali yangu, uwekezaji wangu, pesa zangu, watoto wangu, nyumba yangu, afya yangu, dunia yangu, akhira yangu. Wale ambao wanawafikiria wenzie ni wachache sana miongoni mwetu, ni wachache sana miongoni mwetu. Kuna watu hapa duniani, Waislamu, kuwepo kwao duniani na kutokuwepo haina tofauti. Wao ni zero katika maisha ya watu. Lakini kuna watu ambaye tayari wameshazikwa, wako chini ya ardhi, nchi 6 wamezikwa kaburini, lakini maisha yao bado inaendelea duniani. Aliwahi kumsaidia mtu, aliwahi kuinua maisha ya mtu, aliwahi kumtibu mgonjwa, aliwahi kumlipia mtu deni yake, aliwahi kumsomesha mtu. Hawa watu wanafaidika, na yeye tayari ameshazikwa katika ardhi, nchi 6. Lakini kuna watu wako hai duniani mpaka leo
hawana usaidizi wowote katika dunia hii. Ndio unamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume na Jibril alayhi salam. Jibril alikuja kambana mtume. Jibril ni malaika mwenye nguvu, ghiladhun shidad, paka mtume akatoka na jasho. Baada ya hapo mtume akakimbia nyumbani kwake kwa Bi Khadija radhiallahu anha. Mtume anamwambia mke wake Khadija, inni khashitu ala nafsi ya Khadija, wallahi mimi naihofia nafsi yangu Khadija, kuna jambo litanifika mimi ambalo ni jambo la hatari. Khadija anamwambia mume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yukhzika Allahu abada, wallahi Mwenyezi Mungu hawezi kukufedhehesha wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abada, milele. Sasa sikiza sababu alizotoa Bi Khadija, kwa nini Mungu hawezi kumfedhehesha bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Khadija anamwambia Mtume, innaka latasil arrahim wa tahmilu alkal wa tuksi almadum wa tukri aldhaif wa tu'inu ala nawaib alhaq. Angalia, Bi Khadija anamwambia Mtume, Mwenyezi Mungu hawezi kukufedhesha wewe kwa sababu kwanza kabisa wewe unawasaidia watu wako wa karibu, unaunganisha jamaa zako, unawasaidia, unainua maisha ya watu, unawakaribisha wageni, unawasaidia wale ambao wamo ndani ya matatizo, unawasaidia wale ambao wamedhulumiwa kwa kuwarudishia haki zao. Kwa nini Mungu akudhulumu wewe wala kufanyia khiana? Bi Khadija akumwambia Mtume, Mungu hawezi kufedhesha wewe kwa sababu unaswali sana, unaamka usiku wa manane sana, unatoa sadaka sana. Hakumwambia hivyo, alimwambia wewe Mungu hawezi kufedhehesha kwa sababu wewe ni mtu ambaye uko karibu na watu, unasaidia watu, unainua maisha ya watu. Na hii ndio sifa ambayo Muislamu anatakana awe naye kila mahali anapokuwepo, mahali popote ulipo, kuwa ni mtu mwenye kusaidia watu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, mtu yoyote ambaye atakayewasaidia wenzie usaidizi uliokuwa mzuri, basi pata kujua na wewe vile vile fungu lako lipo, Mungu atakupa. Na tutakuja kuona hapa fungu yako ni kitu gani. Leo Muislamu anapotaka kumsaidia mtu, mwanzo anaangalia mimi nitapata nini kwa huyu mtu. Kuna pesa yoyote, kuna sifa, labda nitapata cheo. Lakini tutakuja kuangalia hapa ile hasara ambaye baadhi ya Waislamu wenye kuwasaidia watu kwa malengo ya kujinufaisha na mambo ya dunia, ile jambo ambayo wanaikosa katika maisha yao. Wewe ukimsaidia mtu, pata kujua Mungu naye katika usaidizi wako amekuwekea fungu yako, na tutakuja kuelezea hii fungu yako ni kitu gani. Wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, na mtu yoyote ambaye atakayesaidia katika maovu, katika ubaya, katika dhulma, katika khiana, apate kujua hiyo sehemu ya hiyo mzigo, yeye pia atabebeshwa. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila jambo ni mwenye kuangalia kwa macho ya karibu. Mwenyezi Mungu anazihifadhi, anaifuatilia kwa karibu zaidi. Hakuna jambo ambalo Mungu anaifuatilia kwa macho ya karibu kama Muislamu leo kumsaidia ndugu yake Muislamu, kama Muislamu leo kuwasaidia binadamu wenzao hata kama si Muislamu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hadithi iliyopokelewa na Anas bin Malik, ambaye ina riwaya nyingi hii hadithi. Mtume anasema, inna minan nasi nasan mafatihun lilkhair, kuna binadamu hapa duniani ambaye ni watu, kuna watu ambaye ni watu, sio kila mtu ni mtu, wamebeba ufunguo wa kheri katika maisha yao. Mahali popote alipo watu wanafaidika naye. Wa maghaliqul lishar, na wamebeba ufunguo wa kufunga shari katika maisha ya watu. Jambo lolote la hatari ambayo itawapata watu, yeye ndo mstari wa mbele kwenda kuwaokoa, kwenda kuwaondoa ndani ya dhiki yao, kwenda kuwatatulia matatizo yao. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lishar,
wa maghaliqun lilkhair, na kuna watu miongoni mwetu wamebeba ufunguo wa shari katika dunia hii, hawana khairi yoyote, na wamebeba ufunguo wa kuwafungulia watu maovu katika dunia. Mtume anasema fatuba liman wajada fi yadayhi mafatihun lilkhair wa maghaliqun lishar, wape habari njema watakaopatikana katika mikono yao wamebeba ufunguo wa kheri katika maisha ya watu, na wamebeba ufunguo wa kuwafungia watu mabaya isiweze kuwafika, na adhabu kali itawafika wale ambaye wamebeba ufunguo wa shari katika maisha ya watu. Kazi yao ni kuwaudhi watu tu, hawana kheri yoyote. Akiwa mahali anawakazia watu, akiwa mahali yeye ndo ambaye anawachimbia watu shimo, anawakazia wasiweze kupata. Mahali popote alipo yeye ni shari, apate kujua kwamba adhabu ya Mungu inamngojea mbele ya Mungu, na hapa duniani Mungu atamuonesha mwanzo hapa tu. Wallahi mifano ziko nyingi, ingawa khutba hii ya Ijumaa haitoshi kuelezea kila kitu kwa maudhui kama hii, lakini inshallah nitajitahidi kadri ya uwezo kugusa hapa na hapa, ili tupate kufahamu tunaishi katika mazingira gani. Ndugu Muislamu, tunaishi ndani ya mazingira gani? Leo tunasoma ndani ya Qur'ani mifano ya watu wema ambao waliwahi kuwasaidia watu hapa duniani. Walipata nini baada ya kuwasaidia watu? Tunasoma katika maisha ya maswahaba ridwanullah alaihim na wema walotangulia, baada ya kuwasaidia watu katika maisha yao walipata nini wao? Ndio unamuona Yusuf alayhi salam, Nabii Yusuf alipotiwa ndani ya jela, hajakaa muda mrefu, watu wake wanamwambia, wafungwa wenzake wanamwambia Yusuf, inna lanaraka min almuhsinin, tunakuona wewe Yusuf ni miongoni mwa watu wema. Anaelezea Imamu Swabuni katika Safat Tafasir, kwa nini wafungwa wamwambie Yusuf kwamba wewe unaonekana ni mtu mwema? Kwa sababu Yusuf alipoingia ndani ya jela alianza kuwasaidia wale wafungwa. Ikawa mtu yoyote ambaye ni mgonjwa anamletea dawa, mtu yoyote ambaye ana kidonda anakwenda anamwoshia kidonda chake, anamfunga bandage, mtu yoyote mwenye njaa anamletea chakula. Yule aliyedhulumiwa Yusuf anakwenda kumtetea kwa wakubwa. Na kitu cha kwanza ambaye Yusuf alifanya, kama anavyoelezea Imam Ibn Kathir katika Bidaya wa Nihaya, alipoingia ndani ya jela aliosha ile jela. Mwanzo alipata mazingara ni machafu sana, choo hauwezi kuingia, watu wanaishi na panya na kunguni na mende. Basi aliisafisha ile jela, mazingara ikawa ni mazingara masafi. Wafungwa wakawa wanaweza kuoga mara 2 mara 3 kwa siku, wakienda chooni choo inaingilika. Matokeo yake ni nini? Alipowafanyia wafungwa namna hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtoa hapo Nabii Yusuf ndani ya jela. Hakumpa pesa tu, alimpeleka kuishi katika nyumba ya mfalme. Angalia faida ya kuwasaidia watu, ndugu Waislamu. Na si kwamba anaishi katika nyumba ya mfalme tu, akapewa uwaziri, akawa ni kiongozi sasa, waziri wa mambo ya ukulima. Chakula yote iko chini yake. Wakati watu wamo katika msimu wa njaa, dunia nzima inalia njaa, Yusuf ndo ambaye anamiliki ufunguo wa hazina ya chakula. Na Mungu akampa na mke na akamruzuku na watoto. Nabii Musa alayhi salam, Firaun alipotuma majeshi yake wamtafute Nabii Musa alayhi salam, aliwahi kumpiga mtu ngumi akamuua. Habari ikatoka, Musa, majeshi ya Firauni nakufuata, wanataka kukuua, kimbia, mimi nakunasihi wewe. Nabii Musa akatoka mbio mpaka viatu vyake vikapotea, akaingia ndani ya msituni akajificha, hana mbele hana nyuma, hajui aelekee wapi. Amekaa chini ya mti akitamaki, anawaona wanawake wawili, watoto wa kike wajane, watoto wa kike wachanga wawili wanachunga mbuzi, na kando yake kuna wanaume wengi na wanyama wao vile vile. Lakini pale wamekusanyika kwa sababu kuna kisima, na hii kisima hauwezi kuifungua kifuniko chake mpaka waje watu 6 ama 7 ama 8 wenye nguvu, namna ilivyokuwa nzito. Na wale watu baada ya kunywesha wanyama zao hawaiti hata wale watu wa kike wawili na wanyama wao, wanawaacha hivyo tu. Sasa wale watu wa kike wanangojea yale mabaki baada ya kisima ishafunikwa, ndio wanyama wao waende wanywe yale yalimweka kando. Nabii Musa akawafuata hawa wasichana wawili, akawauliza, mna matatizo gani nyinyi? Wakawaambia, sisi tumekuja hapa kwa sababu ya kuwachunga wanyama hawa, na hatuwezi kuwanywesha hawa wanyama wetu kwenye hichi kisima, na baba yetu ni mtu mzee, hawezi tena.
Basi Nabii Musa alayhi salam alikuwa ni mtu mwenye nguvu. Alienda kainua ile kifiniko ya kisima peke yake na akaiweka kando. Wanyama wa wale wasichana wawili wakaja wakanywa, wao wenyewe wakanywa, wakaogea, wakachukua mengine. Waliporudi nyumbani, Nabii Musa alayhi salam anaziba ile kisima, anatoka anaenda zake chini ya mti. Mwenyezi Mungu anasema fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhill, tenda khairi uende zako, alafu ngojee matokeo ambayo itakayekupata kutoka kwa Mungu ni kitu gani hicho. Nabii Musa anamwambia Mwenyezi Mungu, qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kwa kweli umeniteremshia khairi nyingi Mola wangu, na mimi ni mtu maskini, sina mbele sina nyuma. Siku hiyo hiyo Nabii Musa alayhi salam alipata kazi. Siku hiyo hiyo Nabii Musa alayhi salam alipata mahali pa kuishi. Siku hiyo hiyo Nabii Musa alayhi salam alipata mke, akaoa mtu ambaye hana hata viatu. Kwa kitu gani Musa alifanya? Kwa sababu ya kuwasaidia watu na hakutarajia malipo kutoka kwao. Sasa leo sisi tuko wapi na visa kama hivi? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mpaka leo katika mji wa Madina na Maka, awqaf za Uthman bin Affan iko mpaka leo, zinaendelea ila qiyam saa. Uthman bin Affan ambaye alikuwa ni khalifa wa tatu katika maswahaba ridwanullah alayhim, aliwahi kununua ardhi. Hiyo ardhi katika mji wa Madina karibu na msikiti wa Madinatul Munawwara imejengwa ghorofa 28. Pesa yote inayopatikana hapo inakwenda kuwasaidia watu, ni katika wakfu ya Uthman bin Affan, inakwenda kuwasaidia watu. Imejenga mahospitali mangapi, imejenga misikiti mingapi, imechimba visima vingapi, imewasomesha wanafunzi wangapi. Scholarship nyingi zinakuja duniani kutokana na wakfu ya Uthman bin Affan. Leo Uthman bin Affan aliwahi kununua Bi'r Roma, imo katika mji wa Madina, kisima ambayo ilikuwa inamilikiwa na Yahudi. Sayyidina Uthman bin Affan akanunua hii kisima, na mpaka leo watu wanaendelea kunywa maji katika hicho kisima, wanaogea, wanafulia, wanakunywa, wanabeba ila qiyam saa. Hawa watu wana ujira ngapi jamani? Mbele ya Mungu mimi na wewe tuko wapi na watu kama hawa? Wewe jiulize katika maisha yako, ushawahi kumsaidia mtu lillah? Ushawahi kuinua maisha ya mtu? Ushawahi kumtatulia mtu matatizo yake? Waliyadhu billah. Leo Waislamu mifano ziko nyingi. Leo wewe Muislamu toka umeanza kutoa zaka, wewe umewatoa maskini wangapi katika umaskini wao? Kwa sababu malengo ya zaka ni kuutoa umaskini katika ardhi, kama ilivyokuwepo wakati wa Umar ibn Abdul Aziz. Zaka ilitolewa mpaka yule maskini aliyopewa zaka mwaka jana, mwaka huu yeye naye akawa anamtafuta maskini wa kumpatia zaka na asimpate. Watu wote ni matajiri, hakuna maskini. Hii ndio maana ya zaka. Hii zaka ambayo unawapa watu shilingi 2000, 5000, hii ni chakula ya wiki moja, si zaka hii. Zaka maana yake umpe mtu kitu, umuinue kimaisha. Kwanza ndugu zangu Waislamu, ni aibu kwa Muislamu leo kumwandikia watu wake wa karibu zaka, ila hali ya kuwa yeye ana uwezo wa mali. Mungu amekupa utajiri, una uwezo wa mali, wewe ni tajiri. Watu wako wa karibu, wajomba zako, mashangazi wako, mahalati wako, ndugu zako, wajukuu wako, hawa si watu wa kuandikiwa zaka. Hawa ni watu wa kuinuliwa maisha, wajengee nyumba, wafungulie biashara, wanulie gari, watibu maradhi yao. Ikiwa labda wewe huna uwezo wa mali, zaka yangu mimi nangojea mpaka mwisho wa mwaka ndo nipige mahesabu niangalie ni ngapi, ni shilingi 50,000, ni 100,000, hapa sasa itabidi uandikie zaka. Lakini wewe Mungu amekupa uwezo wa utajiri, wewe si mtu wa kuandikia watu wako wa karibu zaka. Hawa ni watu wa kuinuliwa kimaisha. Leo kuna ndugu yetu mmoja anaishi katika mtaa wa Isilii hapa. Mimi nimeishi katika mtaa wa Ushirika miaka 19, katikati ya Isilii. Kuna ndugu yetu mmoja ndani ya Isilii anamiliki majengo 11. Sikwambii nyumba ya mabati,
na kuambia ghorofa yenye ghorofa 15, ghorofa 20, ghorofa 18, anamiliki maghorofa 11, lakini watu wake wa nyumbani mpaka leo wanalia na tabu maskini. Wengine wagonjwa, hawana matibabu, wengine hawana riski ya chakula yao, wengine hawana makao, wanafukuzwa renti nyumbani. Na sasa hivi nimeambiwa anaanza kujenga nyumba ya 12. Sasa faida gani hii ikiwa watu wako hawawezi kufaidika? Alafu ndo baadaye uje uangalie naye umma wanaishi katika hali gani. Na kila mmoja wetu alokaa hapa, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia nafasi wewe katika njia moja au nyingine. Ima wewe ni kiongozi, ama wewe ni umepewa wadhifa wa kusimamia katika ofisi au kusimamia katika idara, au wewe labda umepata kazi katika serikali. Hii ni nafasi ya dhahabu kuweza kuinua maisha ya watu. Wallahi ni nafasi ya dhahabu ambayo huwezi kuipata, si kila mtu anaipata nafasi kama hii. Leo wangapi ambao wanaitumia hii nafasi? Wangapi katika sisi? Wangapi ambaye leo ni mapolisi duniani wanaitumia kazi ya upolisi wao, mashallah, kutetea haki za watu na kuokoa maisha ya watu na kutetea haki na kutoa dhulumu, na wanahakikisha kwamba hakuna mtu anadhulumiwa. Wako mapolisi kama hawa, lakini ni mapolisi wangapi leo ambaye leo wanapopata cheo kama hichi wanaitumia vibaya? Na Mungu amewapa nafasi. Mtu amedhulumiwa, amefanywa khiana, ameibiwa, anakimbilia police station akijua kwamba atapata usaidizi. Akifika pale anakutana na majangili mapolisi ambayo wanamwambia, bwana, hii gari haina petroli hii, na petroli inayo. Waliyadhu billah. Iko wapi ile fungu la Mungu ambaye leo ukimfanyia mtu kheri utaipata hiyo? Juzi imetokea ajali kwenye gazeti ya Nation, tumeiona. Imetokea ajali Mombasa Road, dereva wa trailer amekufa hapo hapo. Watu wamemtoa nje, mapolisi wamefika na gari yao. Mapolisi wamekataa kumbeba yule maiti mpaka watu wake watoe shilingi 5,000. Sasa iko wapi fungu la Mungu jamani? Ile mshahara unaipata wewe kwa serikali, petroli ni ya serikali, na bado unashindwa kusaidia watu. Lao angelikuwa mtu wako anafanywa hivyo, ungehisi nini wewe? Wangapi leo ni mawakili katika dunia hii Waislamu, illa man rahimallah, wameshindwa kuandikia hata mtu barua tu. Amekuja mtu ameibiwa, amedhulumiwa, amefanywa khiana katika mambo ya urathi, anamwambia, bwana, mimi sina pesa bwana, naomba uniandikie barua moja tu kuanza kutetea haki yangu. Wakili anakataa kwa sababu hana pesa. Wako mawakili wengine ambaye mashallah wanafanya kazi kisawasawa, wanawatetea watu, wanawasaidia watu hata kama hawana pesa. Lakini kuna watu ambao wameweka mambo ya pesa mbele, kumbe hajui hiyo pesa unaichukua kwa huyu mtu, unakosea. Kuna kitu ambacho unawacha hapa ambaye haiwezi kunuliwa kwa pesa. Unajua ni kitu gani hicho? Lau utamsaidia mtu kwa matatizo alionaye, Mungu atakupa kitu ambacho pesa haiwezi kununua. Ni kitu gani hicho? Mungu atakupa usingizi mwanana, atakupa afya njema, atakupa amani katika maisha yako, atakupa riziki sahali, atakupa hali nzuri na mwisho mwema katika dunia hii. Hizi ni vitu ambavyo vinuliwi kwa pesa. Wewe leo mtu amekwama na gari yake hapa nje, unakwenda kumsukumia gari, kitu ya kwanza unauliza, utatulipa ngapi? Iko wapi fungu la Mungu jamani? Leo imetokea mara ngapi katika North Eastern Province, imetokea vile vile katika sehemu fulani fulani hapa Kenya. Baadhi ya watu wafugaji wa nyama wanakwenda kuwaua wenzao kwa sababu ng'ombe imeingia kunywa maji katika mto, imeingia ndani ya shamba yake, anakwenda na ua ngamia. Iko wapi fungu la Mungu jamani? Na hii ardhi si yako, maji ni ya Mungu. Kwa nini unamfanyia mtu khiana namna hii? Waliyadhu billah. Leo watu wangapi Waislamu, madaktari ambaye Mungu amewapa kazi kubwa sana. Hakuna kazi iliyokuwa nzito kama mtu kuwa daktari, na wako madaktari ambao wanaifanyia kazi umma, wanawatibu watu, wanawasaidia watu, wanafanya kheri hapa na pale, na wakati mwingine mtu hana pesa wanamtibu bure. Lakini madaktari wangapi leo mtu anakwenda kwake, yeye hana pesa, ni mgonjwa maskini, hali yake mbaya, anamuomba amfanyie operation, anakataa kwa sababu huyu mtu hana pesa, kwa sababu hana consultation fee, hana pesa ya kumwangalia tu. Iko wapi fungu la Mungu Waislamu? Fungu la Mungu iko wapi hapa ambaye leo tunaikataa hiyo? Hii pesa zote utaipeleka wapi wewe?
Utaibeba mpaka lini haya? Ndio Mtume sallam anasema, man istata'a minkum an yanfa akhahu falyaf'al, mtu yoyote miongoni mwenu ambaye anaweza kumsaidia na kumnufaisha ndugu yake na afanye hivyo. Hii ni nafasi ya dhahabu ambayo tunapewa katika maisha yetu Waislamu, na wengi wetu hatuyachukui haya. Ndio Mtume akasema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Mtu yoyote ambaye atakayemtatulia matatizo yake ndugu yake Muislamu au binadamu mwenzake, Mwenyezi Mungu naye atamtatulia matatizo yake siku ya kiyama. Wa man yassara an mu'sirin yassarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na mtu yoyote ambaye atakayemsaidia mtu mwenye uzito akamfanyia wepesi, Mwenyezi Mungu naye atamfanyia wepesi katika dunia yake na akhira yake. Wa man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na mtu yoyote ambaye atakayemsitiria ndugu yake Muislamu aibu yake, Mwenyezi Mungu naye atamsitiria naye vile vile aibu yake katika dunia hii na kesho akhira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, Mwenyezi Mungu yuko katika usaidizi wa binadamu maadamu binadamu yuko katika usaidizi wa wenzake, kwa usaidizi wa binadamu wenzake. Wallahi, kama wanavyosema baadhi ya salafu na salih, lam yabqa ladhati dunya illa qada'i hawaij al-ikhwan. Dunia hii ni machungu tu Waislamu, hakuna ladha iliyobakia katika dunia hii kama kumtatulia mtu matatizo yake. Ndio Abdullah ibn Abbas anasema, sahibu ma'rufin lam yaqa wa in waqa yajidu muttakian, mtu mwenye kuwatendea watu wema hawezi kuanguka hata siku moja, hawezi kuanguka, na lau atakaribia kuanguka atapata mahali pa kuegemea. Mungu hawezi kumtupa. Sasa wewe Mungu amekupa uwezo katika njia moja na nyingine. Wakati mwingine pesa zako hazihitajiki, inahitajika sauti yako. Ndugu zangu Muislamu, sauti yako moja tu inaweza ikampatia mtu kazi, inaweza ikamtoa mtu katika dhulma, inaweza ikamwokoa mtu, inaweza ikamfariji mtu. Wakati mwingine pesa zako na sauti yako haihitajiki, inahitajika wewe kuandika barua moja tu. Wakati mwingine inahitajika wewe kuwepo tu basi. Lakini wako wapi leo? Watu wanazidi kujaza, wanajaza, na hizi mali wataziacha. Wallahi, kuna watu hapa duniani wanaimiliki hii dunia, zile pesa walizonazo lau watazitumia wao na vijukuu na vitukuu na vilembwe, miaka 200 inayokuja hawezi kumaliza, na bado wanaendelea kuongeza mengine juu yake. Sasa watu wana shida hapa jamani, mbona mpate kuwasaidia hawa watu? Namalizia kwa kisa viwili ndugu Islamu, naona wakati umeshanikata tayari. Mimi nilipokuwa shuleni secondary school, nilipofika form 4, kuna mwalimu wangu wa Kiswahili kila siku ya Jumatano alikuwa anakuja na Taifa Leo, gazeti ya Taifa Leo. Gazeti ya Taifa Leo kila Jumatano ilikuwa ikileta habari za watu ambao wamewafanyia watu khairi duniani. Basi Jumatano moja ilileta habari ya rais wa nchi ya Venezuela miaka hizo, na huyu rais si Muislamu, lakini alikuwa ni mtu tajiri wa kupindukia. Huyu rais kitu alofanya, aliwaita wale ambao wanafanya hisabu, ma auditors, njooni mfanye hisabu ya mali yangu yote iko kiasi gani jamani. Basi wale auditors wakafanya hisabu ya mali yake yote, akaunti yake kwenye benki, mali anazozimiliki, biashara, anamiliki mitaa, anapokea rent, biashara zake zote. Wakapata huyu bwana anamiliki matrilioni ya dola. Huyu rais wa Venezuela akawaambia hawa wanaofanya hisabu ya mali yake, nataka muandike majina ya familia yangu wote mwanzo kabla ya watu wengine, wajomba zangu, mashangazi wangu, mahalatu wangu, mandugu zangu na watoto wao na watoto wa watoto wao. Ikaandikwa majina ya watu wote, wakapatikana wako zaidi ya watu 200 katika familia moja. Huyu rais wa nchi akawaambia hawa ma auditors wenye kufanya mahesabu ya mali yake, nataka hawa watu wote katika familia yangu wanuliwe nyumba
ya pesa kadhaa kwenye mahesabu. Kwanza kila mmoja anuliwe nyumba. Wakanuliwa nyumba. Baada ya kunuliwa nyumba kwenye mahesabu bado imebakia mabilioni ya dola. Akawaambia, baada ya kuwanulia nyumba watu wangu hawa, sasa nataka muwaandikie hawa watu wangu zaidi ya 200 hawa, kila siku katika maisha yao watatumia dola 1000 kwa miaka 50 inayokuja, kila mmoja wao dola 1000. Wakati huo labda ilikuwa ni pesa, lakini sasa hivi ni nyingi, 150,000. Labda mtu akitumia kwa siku ni 2000, 3000, 5000, ikizidi sana 10,000, lakini dola 1000 kwa siku zaidi ya 100,000. Basi wakafanya mahesabu, miaka 50 bado hao watu, huyu rais wa nchi, pesa iliyobakia baada ya kuwapatia hawa kila siku miaka 50, mabilioni ya dola imebaki. Kitu ambaye huyu rais alifanya, alichukua zile mabaki yote, alitenga zile pesa ambaye anataka kuwanulia nyumba na kuwapa kila siku katika maisha yao, zile iliyobaki ambaye ni mabilioni ya dola, alichukua akarudisha kwenye hazina ya serikali, kwenye treasury. Akaiambia bunge ya serikali, mimi siwezi kuifikia hii pesa, hata nikifanya nini, mimi na vichukuu vyangu na vitukuu na vilembwe, miaka 200 inayokuja hatuwezi kuifikia hii pesa, na hii pesa itumike kuinua maisha ya watu. Ndio hii pesa ikachukuliwa, wakaanza watu wakawa wananunuliwa nyumba, watu wa kawaida wanajengewa nyumba. Hii housing scheme walifanya watu wa zamani, wakawa watu wanapewa nyumba bure. Wacha leo duniani watu wanadanganywa. Watu wakaanzishiwa biashara, wakachimbiwa visima, mashule yakajengwa, mahospitali ikajengwa, na mpaka leo watu wa Venezuela wanaendelea kufaidika kutokana na huyu bwana alivyoacha mali yake. Ndugu zangu Waislamu, kuna kisa kimoja iliwahi kutokea hapa Nairobi, si miaka nyingi, mimi nikiwa nipo msikiti wa Al-Amin ambaye iko hapa Juja Road. Ilikuwa ni msikiti wa zamani, sasa wanataka kujenga msikiti mpya. Wakaamua kufanya mchango, imamu wa msikiti na naibu wake na komiti ya msikiti wakaamua katika salati al-fajri na swala ya magharibi na swala ya isha watafanya mchango kila katika swala 3 hizi. Namalizia hapo Waislamu, naona naombeni radhi kwa kuchelewesha. Basi mama akawa anasimama baada ya salati al-fajri, salati al-maghrib, salati al-isha, wanaandika nani ambaye ana pledge ama atatoa shilingi 1,000,000, nani mwenye 500,000, nani mwenye 200,000, nani mwenye 50,000, nani mwenye 3,000, 5,000, mpaka wakaenda 1,000, mwenye 500, mwenye 200, mwenye 100, mwenye 50, ikawa inachangwa. Sasa kuna mzee mmoja ambaye mimi niliwahi kumuona. Huyu mzee katika kila mchango ya swala hizi 3 alikuwa anatoa, tena anatoa pesa nzuri sana. Kuna kipindi amewahi kutoa 500,000, kuna kipindi amewahi kutoa 100,000, 200,000, 50,000, 20,000, kila kipindi anatoa. Basi ikatokea siku moja huyu mzee akapotea, akawa hajulikani yuko wapi. Kumbe mzee alikuwa mgonjwa, akaenda akalazwa MP Shah Hospital. Watu wakawa wanakwenda kumtembelea, wanamuombea dua, wanamuombea Mungu. Amewekewa ile vipumuzi ya kupumua, na macho yake vile amedungwa masindano ya kumlaza, haoni wala hawezi kuzungumza, lakini masikio yake inasikia. Sasa kuna siku walikutana watoto wake 9 ndani ya wodi yake mzee. Kuna mtoto wake mmoja ametoka Canada, mtoto wake mwingine ametoka Amerika, mwingine ametoka Uingereza, mwingine ametoka South Africa, na wengine walikuwa wanaishi hapa. Wakakutana katika chumba cha wodi ya mzee. Mzee anasikia, wale watoto wakaanza kugombania mali ya mzee, na mzee bado yuko hai. Ule mtoto mkubwa anasema, ile kiwanda ambayo iko industrial area ni yangu hiyo, na mtu yote asijaribu kukanyaga hapo. Mwingine anasema, ile nyumba iko Isili ghorofa 13 hiyo ni yangu. Mwingine anasema, ile nyumba ya South Sea ni yangu. Mwingine anasema, ile shamba ambayo iko Kajiado eka 5 ya shamba hiyo ni yangu. Mwingine anasema, ile gari ya mzee Mercedes Benz na Prado yake ni yangu. Sasa mzee anasikia, maskini mzee akauliza katika moyo wake, hawa watoto wangu
wanaigombania mali yangu na mimi sijakufa. Nani ambaye anayejua kwamba mtu nani atakayekufa mwanzo? Lakini mzee anasema kitu ambacho kilimshangaza mzee. Anasema katika hawa watoto hakuna hata mmoja aliyosema jamani, upande wa baba, jamani, ile akaunti ya benki ambayo ina milioni kadhaa tutamjengea mzee msikiti, tutamchimbia mzee kisima, mzee hajawahi kwenda haji, tutamfanyia haji, tutamfanyia umra, tutamtolea sadaqatin jaria. Hakuna hata mmoja katika hao watoto alizungumza kwa niaba ya mzee. Basi ule mzee aliomba dua pale pale, akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, na kuomba unitoe hapa salama ili nikaweke mali yangu mwanzo sawa kabla ya kuondoka duniani. Basi ile dua ilikwenda ikagonga, na huyu mzee akaamka akapona. Watoto wamekwenda zao manyumbani saa 4 za usiku, saa 5, kesho yake wakirudi saa 3, saa 4 asubuhi, wanampata mzee amekaa juu ya kiti. Mzee, umepona? Imekuwaje? Mzee alikwenda aliuza kila kitu, na subhanallah amewanulia watu wengi sana manyumba, hata katika familia zao. Akaweza kuinua maisha ya watu wangapi, ameweza kuchimba visima vingapi. Mbali na hiyo msikiti wa Alamin, huyu mzee amejenga zaidi ya misikiti 3 kulingana na jamaa yake mmoja. Na kitu ambacho alofanya huyu mzee, alikwenda msikiti wa Alamin akauliza, msikiti imeshafika hapa, hii pesa yote iliyobakia kumaliza ni ngapi? Finishing, kupiga rangi, kuweka tiles, mifereji, choo na carpet na kuchimba kisima. Akaambiwa ni zaidi ya milioni 100 ya Kenya. Aliandika cheki moja tu. Sasa wewe leo Mungu amekupa uwezo, unangojea uje ufanyiwe na watu. Wale watu wa kufanyiwa na watu wako katika watoto wema ambao wanawajali wazazi wao baada ya kufa kwao, lakini usitarajie kwamba kuna mtu mwingine atakuja kukufanyia hayo. Mungu amekupa uwezo, inua maisha ya watu, lipa deni ya mtu. Mara nyingi usingojee umemsikia jirani yako, hata kama si Muislamu, ana matatizo, ni mgonjwa, ameshindwa kwenda hospitali, watoto wake wamefukuzwa school fees, ameshindwa kulipa renti ya nyumba, hana chakula. Usingoje huyu jirani aje akubishie mlango na wewe una uwezo. Wewe kama Muislamu nenda kwake, kabishe mlango, mwambie nimekuja, unasemaje sasa, niko tayari kukusaidia. Hii ni nafasi ya dhahabu Waislamu. Mungu atakupa nyingine ambayo pesa haiwezi kununua hapa duniani. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Wakati umeshanikata ndugu zangu Waislamu, na kuna mambo mengi ilikuwa ni ya kuongelea katika khutba hii. Leo kuna watu ambao wamebeba ufunguo wa shari katika hii dunia, na ni watu ambao wanadai wao ni wasomi, wao ni viongozi, wanahukumu mambo ya watu, alafu wanakwenda kupitisha baadhi ya sheria za kuwadhuru watu. Masala ya LGBTQ imebebwa katika mikono ya watu leo, na hii sheria lao itapita, si kwamba ataruhusiwa mwanamume kumpanda mwanamume mwenzie tu, wala mwanamke kumsaga mwanamke mwenzie. Wallahi tunaishi katika asri ambayo Mtume sallam aliwahi kutabiri, akasema la taqumu saa hatta yamurru ar-rajulu ala qabri rajulin fayaqulu ya laitani kuntu makana. Haitosimama kiyama mpaka mwanamume apite kwenye kaburi ya mwanamume mwenzie, kisha huyu ambaye yuko hai aseme wallahi ya laiti ningilikuwa nafasi yake, mimi ndio nishakufa. Mazingara ambayo tunaishi ndani yake Waislamu, hii sheria lao itapita barabarani hapa. Usije ukashangaa kumuona mwanamume anambusu mwanamume mwenzie au mwanamke anambusu mwanamke mwenzie, na kitendo hichi kinaweza kikafanyika barabarani. Lao hii sheria itapita. Si masala ya wanaume kupandana na wanawake kusagana tu. Mwanamume ataruhusiwa kumuoa mama yake mzazi, mwanamume ataruhusiwa kumuoa dada yake, binti yake wa kike. Na leo ndani ya Europa na Amerika inaendelea hii, ndio wanataka kuchafua mazingara. Unajua hawa maadui wa Uislamu tayari wameona kwamba wameshazama wao. Sasa hawawezi kuzama peke yao,
wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, tutazama na wale ambao watakaozama. Wale ambao watakaofaulu katika masala haya waislamu ni wale ambao watakayekataa mambo haya. Na lao sheria itapitwa, lao itachukuliwa na ikapita, binadamu wataruhusiwa kufanya hichi kitendo na mnyama, na hakuna mtu yeyote ambaye atakayethubutu kusimamisha. Na leo ndani ya nchi za Europa na Amerika na sehemu fulani ya South Africa, na hii kitendo kinaendelea leo. Mtu anamuoa mbwa, anamuoa punda, anaoa farasi, anaoa ng'ombe ndo mke wake. Wewe unamuona mwanamke anatembea na mbwa barabarani, kumbe anatembea na mume wake. Wewe una habari? Ndo dunia ilipofika leo. Na wallahi lao hichi sheria itapita duniani, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atunusuru na wanusuru watoto wetu na vijukuu wetu. Hali haisemeki sasa hivi, dunia watu hawana khairi na wenzao. Hii sheria lao itapitishwa duniani, basi binadamu ataruhusiwa kufanya hichi kitendo hadharani mbele ya watu, mabarabarani, kwenye mabustani ya watu kupumzikia, ndani ya stadium, ndani ya supermarket. Na wewe ukisimama kushangaa, wao ndio wanakushangilia wewe, huyu mchamba ametoka wapi huyu? Na hii ndio hali ya dunia ilivyo waislamu. Na tunaona sasa hivi wanaisukuma katika nchi za Afrika. Kwa nini hawaendi katika nchi ya Kiislamu? Kwa nini wasiende Somalia? Nani atakubali hayo? Mbona hawaendi Misri, hawaendi Kuwait, hawaendi Qatar? Nchi ya Qatar iliwaonesha wazi masala haya kwamba hatuwezi kuyaruhusu hapa wakati wa World Cup. Kwa hivyo kuna watu hapa duniani wamebeba ufunguo wa shari katika dunia hii, na wapate kujua haya mambo yatawarudia wao wenyewe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa arda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-hudatul mahdiyyin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام.